Ni saa 3 asubuhi. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi nchini inayovuma kwa kishindo. Jina langu ni Gideon Yeri. Afisa mkuu mtendaji Daktari Mercy Mwangangi ametangaza mpango kabambe wa kutoa huduma za dharura kwa wananchi wote nchini, kuanzia ajali za barabarani, mkasa wa moto na majanga mengineyo, bila malipo ndani ya saa 24. Hii ni hatua ya kihistoria inayolenga kuhakikisha kila Mkenya anapata msaada wa haraka na wa kuokoa maisha bila mzigo wa gharama. Aidha, baada ya saa 24 huduma hizi zitaendelea kupatikana kupitia mpango wa SHIF kwa wale waliojisajili, na mpango huo SHIF itagharamikia, na endapo utakuwa bado kujisajili basi itakulazimu kuingia mfukoni kugharamikia huduma za afya. Tukiachana na taarifa hiyo, basi moja kwa moja mwandishi na mlezi wa Kiswahili Wala bin Wala kupitia gazeti la Taifa Leo amesisitiza umuhimu wa makongamano ya Kiswahili kwa walimu, wanafunzi na wadau wote, akibainisha kuwa mikutano hiyo hutoa nafasi ya kubadilishana maarifa, kukuza tafiti na kuimarisha mshikamano wa jamii zinazothamini Kiswahili kama hazina ya kitaifa na kikanda. Katika muktadha huo, kongamano la Kiswahili na tuzo za Wasta linatarajiwa kufanyika tarehe 10 hadi tarehe 11 Oktoba mwaka huu, Wasta Villa Ngong Matesia jijini Nairobi, ambako washiriki pamoja na wajasiriamali watapata nafasi ya kujumuika, kuonyesha na kuuza bidhaa zao, huku hafla ikipambwa na utolewaji wa tuzo za Wasta 10. Kauli mbiu ya mwaka huu ni Kiswahili ni hazina kuu. Ni taarifa ambayo tunafuatilia kwa karibu, na ikumbuka kwamba kipindi kijacho cha Bahari ya Elimu basi kitakuwa kinakujia mbashara moja kwa moja kutoka eneo hilo la kongamano Jumamosi ijayo. Na tukiachana na hayo, tuingie masuala yanayokumbana na mgomo wa wahadhiri nchini. Mgomo wa wahadhiri unaendelea kusababisha sintofahamu kubwa nchini, huku Wizara ya Elimu na wahadhiri wakiendelea kwaruzana kuhusu malipo yasiyotimizwa ya kiasi cha shilingi bilioni 7.9 kulingana na makubaliano ya mwaka wa 2017-2021. Serikali imeshikilia kuwa pesa zilizosalia ni milioni 624 pekee. Wakati huo huo wanafunzi sasa wametishia kuungana na wahadhiri endapo serikali haitatekeleza makubaliano hayo, hali inayozua hofu miongoni mwa wanafunzi. Na kufikia hapo, msikilizaji, tunatamatisha habari zetu za awamu ya saa 3. Mimi naitwa Gideon Yere. Endelea kusikiza Radio 47, station bora zaidi nchini inayovuma kwa kishindo. Kwa heri, hapo baadaye tutakuwa napatana na mtangazaji mwenza Wadi Mwema. Gideon Yere, labda nikuulize, uliamuaje kupiga suti? Hii suti uliovalia leo, kwa nini? Swali hili nimelipata sana mara nyingi. Manake sidhani kama siku zako zote unapiga suti hivi. Bila shaka hivi ndio huwa ninavalia. Nafikiri wewe ulikuja hususan. Wewe umekuja usaili wa kazi. Mwalimu Sako, mbona anaweza mfanya Wadi Mwema asije hapa saa 4? Yaani tuamue Wadi Mwema wewe rusha zile taarifa kwenye tarakilishi, Gideon Yere azisome, au sio? Kijana ameiba sana. Amekoma. Alipikwa akapikika. Hongera. Shukran. Wewe ni mtangazaji. Shukran. Wewe ni mtangazaji, na hapo nimefungia kitengo cha nani mkali. Kuna yote sijamhusisha? Nafikiri nilifikiria kama msomaji wa taarifa za habari.